Kwa jina naitwa Lucy Lagua. Mimi ni mwanakikundi wa Tunaweza Kifaru. Hili tukio kwanza ni tukio muhimu sana kwa mimi ambaye mimi ni mwanamke. Kwa yoyote yule ambaye ni mwanamke, tukio hili ni la muhimu kwa sababu leo ni siku yetu. Tunaiita Tatu Tatu. Tatu Tatu ni siku yetu wanawake, tunakuja kusherehekea na kujifunza mambo mbalimbali ambayo tumejifunza na kufundishwa katika vikundi mbalimbali ambavyo tunakutana huko tukiwa kama wanawake. Kwa hiyo mimi hapa nimekuja leo, nimeleta majamvi kwa sababu katika mazingira yetu hizi ukindu na matumizi ya kutengeneza majamvi zinapatikana kwa urahisi. Kwa hiyo nimeweza kuleta mikeka na mafagio kwa sababu tukitengeneza, hatua za kutengeneza mikeka inatusaidia sisi. Ukiwa kama mama pale nyumbani, unakuwa uko saa za jioni, huna kazi nyingi, unashona ule mkeka, au hata kama uko kwenye ofisi yako, ile hainaga haraka sana, unakuwa unashona huku unaendelea kufanya kazi yako nyingine mpaka utakapokuwa umemaliza. Mambo ya kujifunza yako mengi kwa wanawake yatakayokuwa yanatusaidia. Kwa hiyo parokia yetu imekuwa mstari wa mbele katika kutusaidia sisi wamama kujinyanyua kwa kupata kipato, ili tuweze kupata kipato kutokana na mazingira yetu jinsi vile yalivyo. Kwa hiyo parokia yetu imeshiriki vizuri, imetusaidia sana na inaweza wanawake sasa hivi tuko mbele, mstari wa mbele. Ndio maana hata sasa hivi unatuona na tumependeza na tumeleta bidhaa zetu hapa kujionyesha. Hapa hatua ya kwanza mmea huu ambao ni mkoche tunapata kuwa mbichi. Kwa majina naitwa Neema James Damasi. Mimi ni mwana kikundi cha upendo katika parokia ya Kifaru, jimbo la Same. Mafunzo haya nimeyapata mwaka jana mwezi wa 12. Tulifundishwa na sister jinsi ya kutengeneza rozari, bracelet za mikononi, hereni na shanga zile za kuvaa shingoni kama urembo. Na tulipofundishwa nikaamua kuchukua na ujasiri, nikaamua kwenda kutengeneza. Nimetengeneza kwa uchache, japokuwa sio kwa sana, lakini nimeona kuna matokeo mbeleni endapo nitaendelea kutengeneza. Rozari kama rozari watu wanazipenda sana kwa sababu rozari kwa imani ya Kanisa Katoliki inatusaidia sisi kwenye maombi, ambapo utakapokuwa na shida yoyote, lazima kama unajua kuitumia rozari na ukaitumia vizuri kusali, Mwenyezi Mungu atakusikia maombi yako. Tunamshukuru Baba Paroko pamoja na mapadri wengine kwa kutuwezesha kutuletea watu wenye ujuzi wa vitu mbalimbali kujia kwenye parokia yetu kutufundisha, kwa sababu tunanufaika navyo na vinatusaidia sisi pia. Muda mwingine ukiwa unatengeneza rozari, akili inakaa inatulia, hata kama una stress, lakini ukiwa unaitengeneza ile rozari, mawazo yote lazima yakae pembeni, maana unakuwa unatengeneza rozari ili usije ukakosea fungu hata moja kuzidisha. Tumsifu Yesu Kristo. I am Sister Maria Anita from India. I am Director of Assisi Social Work Center, Same, Tanzania. I am working in Majevu for women, and we are having 10 groups, women self-help groups. We are empowering them economically, especially through making art and crafts and other income generating activities. In a special way, I would like to talk about these rosaries. We are spreading Marian devotion throughout by making rosary, as well as they are earning their livelihoods by selling them. But our main intention is to spread the Marian devotion through making rosary and spreading the rosaries throughout the Same district and the entire country. These groups, especially in Majevu 10 groups, also in Kifaru 5 groups, around 500 women I have trained about this, making the rosary
About 500 women are making at present. Women at Majevu, we are training them at nursery plant making and selling, as well as sabuni making, and also we are training them in banking and savings, and also savings. Our main goal is to lift them up economically to live independently. Especially we find them, they are the stone breakers as well as the single mothers. So they are struggling. So our main intention is to lift them economically up, to empower them economically. Katoliki, kikundi cha Amani Kileo. Kikundi chetu tunajihusisha na zao la kilimo cha mpunga. Kama unavyoona hapa hivi maandalizi tulivyofanya, tumeweza kuwaeleza wamama wenzetu jinsi ya kuanza kusia mbegu. Unaisia ndani ya siku 21, unaihamisha, unaenda unaotesha. Ukimaliza unahamisha tena, unapiga mbolea. Hatimaye ndani ya miezi 4 mpunga unakuwa umekomaa, tunavuna. Tukishavuna tunaupiga, tunaenda tunauanika, tunapeleka mashine, tunakoboa, tunapata mchele. Hili tukio linakuwa lina faida kwetu kama wamama, kwa sababu tunapokutana pamoja hivi wamama wenzangu, tunaeleweshana, tunapeana elimu ya kuweza kufahamu kwamba ni vipi tunaweza tukanufaika na zao la mpunga, na ni vipi tunaweza tukaweza kujikwamua wamama kutoka kwenye hali ya maisha duni na kuweza kujikwamua wamama tuweze kupiga hatua, maana wamama tunaweza.
Kutoa ni kupata, twalida umoja
Kauli mbiu ya mwaka huu ni haki, usawa, hatua kwa wanawake na wasichana wote. Kauli mbiu hii inakumbusha kwamba kila mwanamke anastahili heshima, utu, usawa na nafasi ya kukua. Haituiti tu kuzungumza kuhusu uwezeshaji, bali kuchukua hatua katika familia zetu, katika kanisa letu na katika jamii yetu. Kutoa, kupata. Tunapowapa wanawake na wasichana fursa, dunia nzima inanufaika. Wanawake wanapowezesha, familia zinaimarika. Familia zinapoimarika, parokia inakuwa. Parokia inapokuwa, jamii yote inabarikiwa. Leo tunamshukuru Mungu kwa kila mmoja wetu. Ninyi ni baraka kwa familia zenu, kwa kanisa na kwa jamii yetu. Ninyi ni wenye nguvu, ninyi ni waaminifu, ninyi ni wachapakazi, ninyi ni jasiri. Biblia inatuambia katika kitabu cha Mithali sura ya 31 kwamba mwanamke mema kufanya kazi kwa mikono yenye bidii na huleta baraka nyumbani kwake. Hakika nini ni baraka hiyo? Akina mama wapendwa, Mungu amempa kila mmoja wenu vipaji na uwezo. Mnapokusanyika katika kikundi vya kujisaidia, mnafanya jambo zuri sana. Hamuokoi pesa tu kuanzisha biashara ndogo ndogo, mjenga matumaini, mjenga umoja, mmejenga maisha bora kwa watoto wenu. Pamoja mnaomba, pamoja mnawezana, pamoja mnashirikiana mawazo, pamoja mnakuwa. Kina mama, msiogope kuanza kidogo. Kila mti mkubwa ulianza kama mbegu dogo. Kinachoonekana kidogo leo kitakuwa kikubwa kesho kwa imani na bidii. Kina mama, umeelewa? Msiogope. Kina mama, msiogope kuanza kidogo. Kila mti kubwa ulianza kama mbegu dogo. Kinachoonekana kidogo leo kitakuwa kikubwa kesho kwa imani na bidii. Tumsifu Yesu Kristo. Ukiamini. Tunashukuru kwa dhati wanawake wote walioandaa vibanda kuonyesha bidhaa tunazozalisha. Naweza kuona ni dogo sana, lakini mwanzo huu mdogo utaimarisha maisha yenu na kuhakikisha usalama wa familia zenu. Tuhimizane kujiunga na vikundi vya kujisaidia. Tushiriki kwa bidii na umoja. Wanawake vikanyanyuka, familia zinazanyuka. Familia zikianyuka, barikiwa.
tembeni katika imani. I had discussions with Father Joseph and the other SMAM fathers about why don't we start doing something for the women. Lakini alikuwa amejadiliana machache pamoja na Father Joseph pamoja na mapadri wa jamii hii ya SMAM kwamba kwa nini tusiandae jambo kwa ajili ya kina mama. So Father Joseph gathered together the women, you, and organized you in some ways, and started with different kinds of activities that is helping you to develop yourselves. Na ndio maana basi mmeweza kuona kwamba Father Joseph alichukua juhudi ya kuweza kuunda vikundi vya kina mama ambapo ni wazo ambalo walilolitoa. So today when you have been performing the various skits and dramas, I can see that already during these 1-2 years you have been able to improve a lot, and you are able to take care of your family in a better way perhaps than you have done earlier. Na kulingana na haya ambayo aliyaona katika siku ya leo ambayo tumefanya mambo mbalimbali katika vitu mbalimbali katika stage. Hapa hivi ameona kwamba kina mama wamefanya skit, wengine wameimba, wamefanya kwa uaminifu zaidi, kwamba anaiona kwamba tunaendelea kwenda vizuri. Kwa hiyo anaamini kwamba tutatoka zaidi. In my native place in India, I've been working with women empowerment for more than 25 years. Anasema kule alipozaliwa au alipokuwa awali ambao ni mazingira yake halisi ya kuzaliwa ambao ni kule India, pia alikuwa pia kuna mambo mbalimbali ambayo alikuwa anaashiria kule. So 25 years is a long period and I have seen lots of progress over there. At the same time, I'm happy to see the progress you have been doing here in Kifaru Parish within just 2 years. Kwa hiyo anasema kwamba haya ambayo yanayofanyika kwa juhudi ambazo tunazozifanya hapa Kifaru, pia katika miaka 25 ambapo alipokuwa kule India pia na yeye alikuwa hivi kwamba hali zilikuwa ni kama ya kwetu. Kwa hiyo naamini kwamba kwa maendeleo, kwa mambo ya baadaye, na sisi pia tutakuwa na maendeleo fulani kama yeye anavyofananisha katika miaka 25 ambayo iliyopita alipokuwa kule India. I understand that the road is not straight. There are lots of obstacles and difficulties along the way, but these challenges are meant to overcome. Anafahamu kwamba siku zote njia huwa haijakamilika, kwamba imenyooka tu. Anaamini kwamba njia siku zote ina kona, ina changamoto, lakini anaamini kwamba siku moja tutafanikiwa. Many times when we are walking alone as a man or as a woman, it is more difficult to walk alone than walk together. Anasema kwamba kio kama wewe mwanaume ulioko hapa, mwanamke, anasema kwamba kuna heshima kubwa ya kuweza kufanya kazi kwa pamoja, sio kufanya kazi kwa wewe mwenyewe kama mwenyewe, kwamba ipo sehemu kubwa ya mafanikio kwa kufanya kazi kwa pamoja. But when we walk together like what you are doing now as women in the women groups, then you are able to support each other, help each other, take care of each other. Not only the individual persons, but the whole families are helping each other. Anasema kwamba tunapokuwa katika vikundi tunatakiwa kuweza kusaidiana, yani kila mmoja amsaidie mwenzake, lakini pia tunapokuwa tunasaidiana kila mmoja katika hivi vikundi vyetu, basi hata tunaweza pia kupata mafanikio zaidi hata pale ambapo tunapokuwa katika kutafuta maendeleo.